kwenye amani. Kwa hiyo niwashukuru watoa mada, mmeongea mambo ya msingi mazuri, na wale ambao viongozi wa madhehebu ya dini waliotuwakilisha kwenye kuchangia na kuongezea nyama mada hizi, mmefanya na kuongea mambo mazuri na ya dhahiri. Kupitia serikali ya awamu ya 5 ambayo imemaliza muda wake, tumeyaona kwa dhahiri mahusiano makubwa kati ya viongozi wa dini na serikali yao. Na wenzangu hapa wameongea, viongozi wenzangu, kwamba unapopata kiongozi wa juu ana maono na kuchanganua hili jambo liwe la kiimani na tushirikiane na wenzetu, tunapata utengamano na umoja wa kitaifa. Na mimi naweza nikashuhudia kwamba ndani ya nchi yetu hakuna kipindi ambapo nchi imepitia kwenye vipindi vigumu kama serikali ya awamu ya 5. Sawa jamani? Kama vita za wawekezaji wanaiba rasilimali za nchi, nyinyi wenyewe mlikuwa mnamuona baba lao wanavyopambana, si ndio jamani? Kafukuza watu, kafanya nini? Yote hii anatetea wanyonge. Amekung'uta mpaka pesa za tasafu zile za wale maskini, akapitia mmoja mmoja, ambaye hana sifa ondolewe, mwenye sifa ndo apewe. Vita kutoa tonge la mtu mdomoni sio kazi ndogo. Lakini pamoja na kupitia kipindi kigumu hicho cha kuimarisha uchumi wa nchi, tumepata magonjwa ya dunia ya corona. Zamani wenye pesa wakiugua wanaenda Ulaya, lakini corona ikupata hapo hapo. Kama uko mwongozo, wewe na mwongozo na shehe wako, si ndio jamani? Lakini ni kiongozi wa kipekee, pamoja ana majeshi, ana wataalamu na wanasayansi na madaktari, na amejenga mahospitali kibao. Hakuna kiongozi wa Tanzania ambaye amejenga hospitali nyingi kwa kiwango hichi kama Magufuli. Lakini la corona lilivyokuja, alinyanyua mikono juu akasema, jamani, shusheni majeshi chini, shusheni silaha chini, madaktari sasa basi, na hizo maski hatutaki tena, barakoa. Sasa ni waombe, fungueni misikiti na makanisa wakasali watu. Kwa hiyo niseme, pamoja na changamoto hizi tumeziweza na zimetuunganisha kwenye umoja wa kitaifa. Tuko kama nchi, kama taifa moja. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kazi ya viongozi wa dini wanayoifanya. Na mimi niongee kwenye masuala ya uchaguzi mkuu. Kila mwenye haki ya kupiga kura, kila mwenye haki ya kwenda kuchaguliwa atapata fursa hiyo. Ni waombe wote wale wenye sifa wakapige kura. Hakuna jambo baya sana ambalo tunaweza kulifanya tukiacha kwenda kupiga kura. Sasa ni zamu yetu wa Tanzania tukaamue tunataka Tanzania ya aina gani. Tukaangalie tunataka kiongozi wa aina gani. Hayo ni waombe sana, tarehe 28 mwezi wa 10 tuende wote tukapige kura. Sawa jamani? Kwa sababu sasa mamlaka inarudi kwenu wananchi. Kachague diwani. Na mimi hapa nasema kuna wimbo kule kwetu Morogoro Waluguru tunaimba, ukipenda aboga penda na nini? Sasa wewe penda aboga, maua kata. Sawa jamani? Sheria ya uchaguzi na kanuni za uchaguzi ni kwa mujibu wa katiba ya nchi. Ila niwakumbushe, kutekelezwa kwa sheria ya uchaguzi hakuzifanyi sheria zingine zife. Sawa jamani? Kwa hiyo ukiona mtu anapanda jukwani anatukana, basi ndio zile busara za Suleimani aliyeomba hekima, ananyamaza. Hakuna mtu anayeruhusiwa atumie sheria ya uchaguzi alafu sheria zingine hazitaki. Sheria ya uchaguzi zitatekelezeka, kanuni za uchaguzi zitatekelezeka. Tumeambiwa hapa jinsi ya kukata rufaa, mpaka hatua za kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani. Na Watanzania sisi ni mashahidi. Kuna nafasi nyingi sana za ubunge, za udiwani huko nyuma mahakama ilitengua, si ndio jamani? Kwa hiyo hakuna jipya kwenye hili. Kila mtu ajielekeze vizuri. Tuhakikishe tunazingatia sheria ya uchaguzi. Tuhakikishe tunazingatia sheria zingine za nchi. Inapokuwa sheria, hakuna sheria ndogo wala sheria kubwa, zote sheria. Sasa
maamuzi tunaweka pembeni, tunaendelea na sheria zingine. Sasa niwaombe mkawaeleze wananchi wangu, sheria hizi bado zipo na zinafanya kazi, na kama vyombo vya ulinzi na usalama hakuna kipindi ambacho tunasimamia sheria kama sasa, kwa sababu ili utende haki si lazima usimamie sheria vizuri. Sawa jamani? Kwa hiyo tukumbushane hayo, na niseme kwamba tumejipanga vyombo vya ulinzi na usalama ngazi ya wilaya, awe mwanamke mjamzito, awe bibi kizee, awe mgonjwa, mradi hajalazwa hospitalini ametundukiwa madripu, ana uwezo wa kujikimu kutoka nje kuota jua, awe mlemavu, mradi ana sifa ya kupiga kura. Vyombo vya ulinzi na usalama tumejipanga, wote mtapiga kura, hata wale wasiojua kusoma wote tutaandaa utaratibu, na ikiwezekana njoo na mwanao, njoo na jirani yako, njoo na mtu unayempenda akupigie kura. Hivi ninavyowaambia, kuna umeme maarufu, umeme wa ndege. Umeme ule unakamilika mwezi wa 11. Umeme ule utazalisha megawati 54 kwa siku. Sasa megawati 54 ujumlisha na 12 za sasa, unapata ngapi kwenye mahesabu? Kama 66. Sasa kama wale wenyewe 12 unakuja wa 54, tutatumia umeme Kigamboni na tutauza na wilaya za jirani. Huyo ndio Magufuli. Sawa? Na anataka viwanda vije Kigamboni. Changamoto ilikuwa nishati ya umeme. Lakini ninavyowaambia leo, tumeshatengewa fedha ya kujenga kilomita 121 za lami Kigamboni. Tumetafuta barabara za kujenga, mpaka sasa tuna kilomita 40. Barabara 40 zinazojengwa kupitia kilomita 121. Na kilomita 121 kwa wale ambao hatujui hesabu ni sawa kutoka hapa mpaka Morogoro. Sasa zinajengwa huko mitaa. Kwa hiyo mimi naamini kwa barabara 40 ambazo tumezitenga kwa awamu ya kwanza, kata kwa kata tutaunganisha lami, Mungu akijalia. Na kazi inayoendelea pale kwenye daraja la Mwalimu Nyerere na roundabout na barabara ya Tungi Kibada, wote mnaona. Ile ndio safari ya kwenda Pemba Mnazi ndio imeshaanza. Sawa jamani? Kwa hiyo kazi kubwa inafanyika. Cha kwanza, Mheshimiwa Rais alileta wilaya Kigamboni, akaleta viongozi ambao ni watawala, kamati ya ulinzi na usalama, OCD nini, DC, mkurugenzi. Cha pili, akaweka huduma za haraka. Afya ni kitu cha muhimu. Huwezi kumtoa mgonjwa kazidiwa Pemba Mnazi alafu unampeleka Temeke. Pemba Mnazi mpaka hapa kuna zaidi ya kilomita 60. Haiwezekani. Ndio maana akaanza kuweka vitu vya msingi kwa binadamu. Sawa jamani? Sasa tunasema unapokuwa kwenye kipindi cha kufanya maamuzi, uchaguzi ni muhimu. Mimi na bibi yangu alikuwa ananiambia hadithi moja kwamba kulikuwa na mtu na mume wake, wakawekwa sehemu, wakawa na njaa sana. Malaika akawashukia akawaambia, chagueni kitu kimoja na wapa. Kwa vile mama alikuwa na njaa, akasema lingetokea pilau hapa ningeshukuru. Waliambiwa vitu vitatu. Waliposema tu vile pilau likaja. Mwanaume kuamka akasema, na wewe kichwa kama cha kuku. Jamaa akawa kama kuku. Sawa jamani? Kwa sasa imebaki kimoja, urudishe mkeo au chague kingine. Sawa jamani? Kwa hiyo tunapofanya maendeleo tunachagua kwanza huduma za afya, miundombinu ya barabara, unaboresha elimu, vile vitu vya msingi unaviweka kwanza. Lakini ninaamini kabisa kwa kasi ya Mheshimiwa Rais, Kigamboni ya leo, wale waliozaliwa Kigamboni, wanajua Kigamboni. Kigamboni ya Magufuli sio Kigamboni ile. Sawa jamani? Kwa mimi ninaamini kabisa kwa kazi nzuri tulioifanya, nyinyi ni wa kupima na kufanya maamuzi. Lakini leo nilivyowaona, mimi naamini tunaelekea kule kule. Sawa jamani? Lakini kingine ni shukuru risala nzuri ambayo mmenisomea kamati ya amani. Mmepongeza sana mahusiano tulionayo kati ya serikali na vyombo vya ulinzi na usalama na kamati za amani, lakini mmeomba kwamba basi viongozi wa kamati za amani wanapoenda kwenye ofisi huko za kwetu wanapopata huduma basi wapewe kipaumbele. Lakini shehe wangu mpangaji foleni. Au mchungaji anapanga foleni ukija kwangu. Sasa
message tutawabebea wenzetu kule kwenye kata. Akisikia shehe wa msikiti yuko nje, aache kumpangisha foleni. Akisikia mchungaji wa kanisa, aache kumpangisha foleni, kwa sababu hawa ndio viongozi wetu. Kwa hiyo hilo nataka niwahakikishie, tutalisimamia vizuri kama tulivyoanza kwenye ngazi ya taifa, ikaja ngazi ya mkoa, sasa iko ngazi ya wilaya. Hili tunalibeba sisi hapa tuliokuwa mbele, kuhakikisha nyinyi ndio viongozi huko. Tusije tukawa na kiongozi wa kiserikali anaongea mambo yake tu, hajui watu ambao wameshika waumini na wananchi wana nini ya kwao. Sawa jamani? Nawaomba ninyi viongozi wa dini mliokusanyika hapa leo kwenye kongamano letu muhimu, viongozi wa kisiasa tuliopo, viongozi wa kimila kama wapo, na watu wengine maarufu kwenye jamii yetu, kukemea vitendo vyote vyenye ishara ya uvunjifu wa amani wakati huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na leo tumekutana na viongozi wa dini, huwa nawakumbusha kwamba sisi vyombo vya ulinzi na usalama tunafanya doria za miguu ambazo ni doria za kimwili. Tunapeleleza, tunamgundua mtu amefanya makosa, tunamkamata, tunapeleleza, tunapeleka mahakamani. Hizo ni doria za kimwili. Lakini wenzetu viongozi wa dini mlioko hapa mnafanya doria za kiroho. Kwa hiyo sisi wote tunafanya kazi moja ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa yenye amani na usalama wakati wote. Tunatofautiana tu. Sisi tumeshika mabunduki. Wewe kama mhubiri mtu msikitini au kanisani akaokoka akaacha wizi, unakuwa umeisaidia serikali kupunguza uhalifu. Aidha, wakati kama huu wa uchaguzi, jeshi la polisi linakuwa na majukumu maalum. Kwa sasa tunao wajibu wa kuhakikisha uwepo kwa amani na usalama kwa wananchi, wagombea, na kuwezesha uwepo wa mazingira yasiyo ya hofu kwa wadau wote wanaoshiriki kwenye mchakato wa uchaguzi. Katika kutekeleza majukumu hayo, maafisa wa polisi wanazingatia sheria, weledi, uadilifu, kuepuka kutumia nguvu za ziada na kuepuka kupendelea upande wowote unaojihusisha na mchakato wa uchaguzi. Kwa kuimarisha amani, utulivu na usalama, jeshi la polisi linawahakikishia wapiga kura kufika au kufuatilia mwenendo wa mikutano ya kampeni, na wagombea na mashabiki wao wanaweza kuwafikia wapiga kura na kuwaelezea malengo yao kama watachaguliwa kushika uongozi katika ngazi mbalimbali. Mazingira haya huwasaidia wananchi ambao ni wapiga kura kufanya maamuzi ya msingi wakati wa zoezi la kuchagua wagombea kutoka vyama mbalimbali vya siasa. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, ili jeshi la polisi liweze kupata ufanisi wa kazi zao na kuwezesha uwepo wa amani, usalama na utulivu wakati wa zoezi la uchaguzi, wanawajibika kufanya mambo yafuatayo. Moja, kulinda maisha na mali za wananchi ili wasiwe na hofu kushiriki kwenye zoezi zima la uchaguzi. Mbili, kuhakikisha uwepo wa usalama kwa wagombea wakati wa kampeni, uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tatu, kuhakikisha watumishi wanaohusika na uchaguzi wanakuwa salama wakati wa kampeni, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Nne, kuimarisha usalama, amani na utulivu kwenye vituo vya kupigia kura na kuhesabia kura. Tano, kuwapa ulinzi wa watumishi wanaosimamia zoezi la uchaguzi waliopo kwenye vituo vya kupigia kura na kuhesabia kura. Na mwisho, kuhakikisha uwepo wa usalama kwa vifaa vya kupigia na kuhesabia kura wakati wa kupelekwa kwenye vituo vya kupigia kura na wakati vinarudishwa maofisini. Sasa ili mambo hayo yaweze kufanyika kwa ufanisi katika kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu, tumejikita kwenye maeneo gani? Kwanza, tumejikita kwenye kitu tunaita kuelimisha, educate. Tunakuhusiana na swala la elimu, tunatoa elimu kwa askari wetu wenyewe na wadau wengine juu ya haki na wajibu wa kila mmoja. Kwa upande wa maafisa wa polisi, tunawapa elimu ya haki za binadamu, sheria za uchaguzi na miongozo ya misingi ya utendaji wa polisi wakati wa uchaguzi. Masuala kuhusiana na maafisa wa polisi kuheshimu haki za binadamu, kutenda kazi kwa weledi
kuitikia wito kwa haraka ili kuzuia tukio dogo lisiwe kubwa, maafisa wa polisi kufikiwa kwa wepesi wakati watu wakihitaji msaada, kutopendelea na kutoa huduma za polisi kwa usawa kwa makundi yote yanazingatiwa kwa sana. Lengo letu hapa ni kuhakikisha kwamba maafisa wetu watakaopangwa kazi wakati wa uchaguzi wajue tunatarajia nini kutoka kwao. Kitu kingine tunachokifanya wakati huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu ni kuwajengea uwezo wananchi na maafisa wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa Kiingereza tunaita engineering. Katika kuijengea uwezo jamii, Jeshi la Polisi linaendelea kuwapa mafunzo mbalimbali na limetoa mafunzo kwa vyama vya siasa, viongozi wa dini, vijana wa bodaboda, waendesha bajaji, wanafunzi wa vyuo na shule zingine kwa ajili ya kuelimisha kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Lakini kitu kingine tunachokifanya ni kushawishi. Kwa Kiingereza tunaita encouragement. Kwa upande wa Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tunafanya kazi kwa karibu kwa kupeana mbinu na mikakati mbalimbali ya kuwezesha uwepo na amani wakati wote au kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Lakini kila mwisho wa wiki tunakutana, tuna vikao vyetu mbalimbali, tunafanya mazoezi ya pamoja, tunapashana habari, lengo likiwa ni kwamba tunahakikisha taarifa zote ambazo zinakuwa na uchochezi tunazifuatilia na kudhibiti vitendo hivi ambavyo vinaweza vikatuchafulia uchaguzi wetu. Swala lingine tunalolifanya ni kutekeleza sheria. Kwa Kiingereza tunaweza kuita enforcement. Kama mnavyojua, Jeshi la Polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vinatekeleza sheria. Lakini kwetu ukiangalia kwenye huu mfumo nilioutaja ni swala la 4. Tumeanza na elimu, tumeanza na kujenga uwezo, tumekuja kuwashawishi wananchi na makundi mbalimbali. Kutekeleza sheria ni swala la 4. Kwamba hapa sasa wale ambao tumewapa elimu ya kuzingatia mambo muhimu ya kuzingatia, tumewashawishi, tumewajengea uwezo, lakini bado wakaendelea kuvunja sheria, hapo ndio tunachukua hatua ya kutekeleza sheria. Na hapa ndio unaona sasa tunasema tunawashurutisha wale waliokiuka sheria ili wazitii kwa lazima. Unaweza ukaona kumbe sisi vyombo vya ulinzi na usalama hatua hiyo ni ya 4 na ni ya mwisho sana huko. Kwa nini tuchukue tuwashurutishe? Kwa hiyo mtu akitii hatuna haja ya kumshurutisha. Lakini swala la mwisho tunachokifanya tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu ni utayari. Sisi vyombo vya ulinzi na usalama, hiyo ya mwisho kwa Kiingereza unaweza ukaita emergency preparedness. Sasa hivi tuko kwenye mazoezi ya kila mara, upande wa elimu wa maafisa wetu, upande wa physical training ya maafisa wetu, upande wa vifaa, vitendea kazi. Yote haya tumejiandaa ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu wa 2020 unakuwa huru, wenye amani na haki. Viongozi wa dini tuko hapa kwa ajili ya kongamano la viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu na kuiombea amani nchi yetu. Kongamano hili ambalo sisi viongozi wa dini kupitia kamati yenu hii ya amani tumeliandaa kwa ushirikiano mkubwa na kwa nguvu kubwa ya mlezi wa kamati hii, mkuu wetu wa wilaya, Mwenyezi Mungu amhifadhi na amtie nguvu. Haya ambayo yamekuwa hapa, sisi kamati tumetoa maelekezo, lakini utekelezaji na ufanikishaji ulikuwa una baraka zake. Mkuu wetu alisema, viongozi pangeni nami niko pamoja nanyi. Mungu ambariki. Makofi kwa DC. Tunatakiwa tuelewe kwa nini kamati ya amani. Kamati ya amani ni chombo, ni jukwaa ambalo linawakusanya viongozi wa dini kutoka katika madhehebu mbalimbali na taasisi zao mbalimbali kusimama pamoja kama Watanzania, kama ndugu, kwa ajili ya kuzungumzia swala zima la amani, kuzungumzia changamoto ambazo zinaweza zikagusana na itikadi zetu, na kuiombea nchi yetu na viongozi wetu, na hata kushauri pale ambapo tunaona kwamba pengine serikali inapaswa ishauriwe, serikali inapaswa iambiwe. Kwa hiyo ilionekana kamati hii kinaweza ikawa chombo sahihi cha kuiambia serikali, na kwa vile
ndani ya kamati hii kunakuwa na viongozi sawa sawa wa dini zote. Hakuna kiongozi wa serikali ambaye atachomoa kuisikiliza kamati ya amani. Kama hatunielewa mimi shehe, akinisumbua DC, namjua yeye, nitampeleka kwa mchungaji Festo Mabwai, nitamwambia mpige nondo za upako, hatatulia tu. Dhana ya kamati ya amani ambayo pia ni sehemu ya mada yangu ni nini? Huko nyuma kwenye awamu ya 3 na kidogo ya 4 kulikuwa na viashiria vya kuzuka udini na kutaka kutugawa kama taifa. Kama mnakumbuka, mkirudisha picha kwenye awamu ya 3 kuja na mpaka mwanzo wa kamati ya awamu ya 4, kabla hazijaanza vilikuwa hivyo vitu, na ilikuwa haya mahubiri sasa yanaenda kwenye makanisa, kwenye misikiti, na kulikuwa watu wanaandaa hata wagombea na mtu kwa upande wa mwelekeo wa kidini. Haya mambo yalikuwa yanatisha na yanaelekea vibaya. Ndio ikaasisiwa kamati ya amani na viongozi wa dini, ikaonekana hawa viongozi wa dini hawa hawakai pamoja, wakae pamoja. Sasa hivi si ajabu ukamkuta kwamba padri anakaa pamoja na shehe. Si ajabu ukamkuta shehe ametembelea kanisani. Si ajabu ukamkuta padri amekuja ofisi za BAKWATA anazungumza na shehe wa wilaya. Tunapozungumza amani na suala la dini, kumbe sisi wamoja. Kwa hiyo naomba watu wasiumbe. Mimi ninaitwa Kenan Boniface Mwegoha, ni kiongozi kutokea kanisa la Anglican. Ninaongoza makanisa yaliyopo ndani ya wilaya ya Kigamboni yote pamoja na kipande cha wilaya ya Temeke. Tuna mambo ya kufanya muhimu sana yafuatayo. Jambo la kwanza muhimu sana ni sisi kuelekeza dua zetu na sala zetu kwa Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi, ili kwamba ajalie uchaguzi uende kwa amani, lakini pia Mwenyezi Mungu huyo huyo atujalie kupata viongozi stahiki. Katika karne ya sayansi na teknolojia, mkiongozwa na viongozi madarasa, nchi itayumba. Lakini jambo la pili la wajibu wetu sisi kama viongozi wa dini ni kuwahimiza na kuwahamasisha waumini wetu wote misikitini na makanisani waende kusikiliza sera za hawa ambao wameomba nafasi mbalimbali, awe diwani, awe mbunge, awe rais, wakasikilize sera zao. Lakini la mwisho, tuwahimize pia siku ya kupiga kura. Kuna watu wengi sana wanapendaga kupuuzia. Kura yako ndiyo hatima ya nchi yetu, sio swala la kupuuzia. Kwa hiyo tuwahimize waumini wetu kwenda kupiga kura. Na kiongozi mzuri ana sifa kubwa mbili. Sifa ya kwanza ya kiongozi ni lazima ajue kuwasimamia walio chini yake, na sifa ya pili ya kiongozi ni yule ambaye anakuwa kiongozi mbunifu. Kiongozi mbunifu ana sifa ya kukesha halali usingizi, anafikiria ya kesho afanyeje. Hizo ndio sifa kubwa, mbali na elimu. Lakini kiongozi lazima abebe hizo sifa mbili,